Bana, hapa tunakutana na mwanadada anayekwenda kwa jina la Adaku. Movie yetu inaanza akiwa na mwili wa marehemu katika gari yake. Anamwambia, hasira yako itulie mtu mwema, siko hapa kusumbua roho yako, bali niko hapa kuhakikisha huendi katika ulimwengu wa milele ukiwa na damu ya wasichana wasio na hatia mikononi mwako. Upande huu waliokuwa wakielekea mazikoni wakiendelea na harakati zao, mwanadada Adaku anawatimbia mpaka katika eneo hili hapa, na sio kutimba tu, bali alitimba na AK47 yani bunduki, na kusimama mbele yao na kisha akazuia njia. Mkononi amebebelea mtutu, yani ile kijambazi. Kaka yake anayekwenda kwa jina la Prince Arinza kamwambia, Adaku, unafanya nini hapa? Si uliagizwa ubaki nyumbani ili umtunze mama? Adaku akamwambia, mkeo yupo anamtunza mama, mimi nipo kwenye mission yangu, na mission hiyo lazima ikamilike. Ni mission itakayoanzisha mapinduzi, itakayobadilisha kabisa tamaduni na siasa za nchi hii. Inukeni katika usingizi nyinyi wazee wa nchi hii. Adaku binti wa mfalme yuko hapa kukomesha kabisa uwepo huu wa utamaduni wa kishenzi uliojaa uovu. Bana, leo nakuletea sehemu ya pili ya movie yetu safi kabisa ambayo inamzungumzia mwanadada anayekwenda kwa jina la Adaku. Ukumbuke katika sehemu ya kwanza tuliishia pale wale wazee walivyokuwa wamemtokea yule mwanadada na kutaka kumchukua wamrudishe kule katika ile himaya ya kifalme kwa ajili ya kuzikwa na mfalme. Subscribe, like, comment. Basi tunaanzia pale pale ambapo mwanadada alikuwa akilia na kusaga meno baada ya kuona anampoteza tena mdogo wake kwa mara ya pili. Wale wazee wa mila walifanikiwa kumchukua yule binti na kuenda naye katika himaya ya mfalme, wakisubiri tarehe mpya kutangazwa kwa ajili ya mazishi ya mfalme. Mabinti walikuwa wawili, mmoja mpaka sasa hajafanikiwa kukamatwa, yuko njiani akiwa anakimbia kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Mara si mara wazee wa mila hawa hapa mbele ya macho yake wanamwambia, unajitosha bure binti kutukimbia, hauna pa kukimbilia katika mji huu. Binti anawaambia, tokeni mbele yangu, nitawakumba mwanguke, mimi ni mdogo sana, siko tayari kupoteza maisha kwa ajili ya mila. Wazee wa mila wakamwambia, nyamaza binti, una haki ya kuoji wala kujitetea dhidi ya mila ambayo ilikuwepo kabla ya babu yako. Utamaduni umekuchagua kufa pamoja na mfalme na hakuna njia nyingine juu ya swala hilo. Basi mzee mmoja wa kimila akatoa wazo, akasema, huyu binti tumkamate, tumpeleke makao makuu asije akatukimbia tena, na ndipo wakafanikiwa kumkamata na kuondoka naye. Kasheshe nyumbani kwa mfalme wa Kumaka, mama amechanganyikiwa vibaya mno pamoja na mwanaye Prince Arinza. Muda huo mwanadada Adaku anaingia baada ya kutoka katika lile tukio lake. Mama anataka kumkanda kofi, Adaku anaudaka mkono wa mama na kumwambia, unataka kufanya nini mama? Alafu akauachia ule mkono. Mama akamwambia, Adaku, unataka kunipiga? Mama alikuwa amefura hasira, akasema, Adaku, unataka kupigana na mimi mwanangu? Adaku akamwambia, hapana. Nashangaa mama, hawa watu sijui wamekudanganya nini mpaka sasa na bado uko nao hapa unawasikiliza. Mama, nakatishwa tamaa na wewe mama angu, wewe ni mwanamke, unapitia machozi na uchungu kuzaa watoto wako. Kama mama unapaswa kupinga mauaji ya wasichana wasio na hatia. Mama aliwaka akamwambia, mimi sio malkia wa kwanza kuidhinisha mila hii, ilikuwepo kwa vizazi na vizazi Adaku. Adaku akamwambia, basi katika hivyo vizazi itachukua kizazi kimoja ambacho kitabadilisha mila na desturi hiyo, na kizazi hicho ni kizazi changu mimi. Naahidi baba yangu hawezi akazikwa na wasichana kama mimi nipo hai, haiwezi kutokea swala hilo kabisa. Mama akamwambia, Adaku, hapa kinachotakikana ni mwili wa mfalme na si vinginevyo. Prince Arinza anamfuata dada yake mpaka usoni na kumwambia, unajua Adaku, wewe ni mpumbavu sana. Adaku akamsukuma akamwambia, wewe mpuuzi, unapata wapi ujasiri wa kusimama mbele yangu kama hivyo? Eti kaka gani dhaifu? Akili zako zote umeshikiwa na yule mwanamke pale mwenye tamaa kama wewe mwenyewe. Tamaa yako ni kiti, huna hata ubinadamu kidogo katika moyo wako. Hebu jiangalie. Arinza aliumia sana na ile maneno ya dada yake, alitamani kufanya jambo hapa. Mama akamplizi akamwambia, tulia mwanangu, vumilia. Adaku akasema, hana sifa yoyote ya kuwa kiongozi, ni mpuuzi tu. Mama akasema, Adaku, yani tangu umetoka katika elimu yako huko magharibi, yani umekuwa ni mpuuzi. Sasa unashindwa hata kumheshimu kaka yako, unaongea maneno ya kipuuzi mbele ya mkewe. Una akili kweli wewe? Adaku akasema, sijawahi kumheshimu hata siku moja tangu pale alipopoteza sifa ya kuwa kaka yangu. Arinza alipandisha mbogo akamwambia, Adaku, usijaribu kunipima uvumilivu wangu, nitakukata
master kibao. Adaku akamwambia, si nilisema una akili wewe, mimi siwezi kutishwa na watu wajinga kama wewe hapo. Jaribu afu uone nikuonyeshe mimi ni mtu wa design gani. Unanijua mimi, nitakufanya kitu hujawahi kufanywa. Mimi nishachanganyikiwa ujue bro, usinichukulie poa. Mimi si act uchizi, mimi chizi kweli yani. Mama utapata msiba muda wote hapa. Mwambie mwanao makini na mimi. Alafu akajikataa eneo lile akiwa amevimba vibaya mno Adaku. Arinza alipandisha mori, alipiga ukelele. Basi Adaku aliendelea kumpasua kichwa brother yake. Leo alikuwa nyumbani muda huu asubuhi, anakunywa pombe, mastress kibao, hajui mwili wa baba uko wapi, maana mpaka uzikwe ndipo yeye aweze kupata kiti cha ufalme. Mke wake anamfuata na kumwambia, hivi ndivyo unavyofanya kweli wewe mwanaume? Yaani asubuhi yote hii umesimama hapo na kujiloesha mipombe kama vile mwanaume dhaifu sana wewe. Arinza akamwambia, vipi kuhusu wewe shujaa? Kitu gani ulichokifanya mpaka sasa? Na tena unawezaje kuniita mimi dhaifu hali ya kuwa unajua mimi si dhaifu? Mkewe akamwambia, dhaifu? Kama sio dhaifu fanya kama shujaa, ufanya kama mwana wa mfalme jinsi anavyotakiwa kufanya. Hivi ndivyo utakavyowatawala watu wako? Na kuuliza, unapokutana na masuala magumu kama haya inatakiwa usimame kama mwanaume, so unasimama na kuendelea kunywa mipombe. Arinza akasema, inatosha wewe mwanamke, nyamaza, unaongeongea ujinga huku Adaku mara wewe mnazidi kunichanganya. Kaa kimya, naomba utoke nje sasa hivi, toka nje. Unielewi ama? Ndipo mwanamke wake akaona atoke nje kumwepusha ibilisi ambaye tayari alishamwanzisha yeye mwenyewe. Hii ni asubuhi ya kikao baina ya wazee wa mila pamoja na familia. Mama anasema, wazee wangu, ziara hii inaonekana kutokufurahisha kabisa. Je, mnaonaje? Kwani kila kitu kilikuwa sawa? Wale wazee wa mila mmoja akasema, inawezekanaje kuonekana kuwa kawaida wakati hatujui mabaki ya mfalme yako wapi? Popote alipo roho yake haina utulivu, haina furaha na sisi sote hapa. Marafiki zangu, inaonekana kushindwa na dada wa familia hii na kwenda kinyume na utovu wa nidhamu. Inaonyesha kabisa ya kwamba ufalme wako Prince Arinza utakuwa ni ufalme dhaifu ambao haujawahi kutokea karne na karne. Mzee mwingine wa kimila akasema, akamwambia Prince Arinza, hatuna muda wowote ulimwenguni wa kungojea. Una siku 3, yani siku 3 tu kuwasilisha sababu ya mwili wa babako kutokupatikana mpaka sasa kwa ajili ya agano la kaburi. Vinginevyo ufalme utaacha familia yako, na huo ndio uamuzi wa wanaume katika baraza. Walipomaliza kuongea maneno yale, wazee wa mila wakaondoka eneo lile. Ile walipoondoka tu, Prince Arinza akainuka na kusema, mama, si umesikia walivyosema? Kisha akamfesi moja kwa moja dada yake Adaku na kumwambia, Adaku, umeona ujinga wako jinsi unavyonigharimu? Adaku akamwambia, chunga sana mdomo wako kijana unapoongea na mimi. Kuokoa maisha ya wale wasichana wasio na hatia haina uhusiano wowote na upumbavu wako unaoutaka. Mama akainuka akasema, tutapoteza himaya baada ya siku 3 kama tusipopeleka mwili wa babako kwa wazee wa mila ukazikwa kwa mila na desturi kama inavyotakiwa. Adaku, huu wazimu inabidi ukome mara moja. Mwili wa babako uko wapi? Adaku akasema, mama, mimi kupinga mauaji ya wasichana wasio na hatia anataka waishi, lakini wewe kama mama unalia kwa sauti ukiashiria ya kwamba uko tayari wafe ili jambo lenu litimie. Siwezi kukubali mama katika hilo hata siku moja. Mama akamwambia, Adaku, umama wangu hauhusiani kabisa na mila. Fanya juu chini mwili wa babako upatikane haraka iwezekanavyo. Mila hizi zilikuwepo kabla hata ya babako. Unapingana vipi na mila ambazo zilikuwepo kabla hata hujazaliwa Adaku? Tena kuendelea kufanya hivyo utalaaniwa wewe pamoja na kizazi chako Adaku. Adaku akasema, mama, kizazi cha mtenda haki siku zote huwa kimebarikiwa, hakiwezi kulaanika hata siku moja. Wifi wa Adaku anamtazama Adaku kama ameona lundo la kinyesi. Adaku baada ya kumaliza kuongea maneno yale akaondoka eneo lile. Suluhu haikupatikana, walibaki kumuita kwa sauti, Adaku, lakini alisepa. Adaku ndani ya ndoto anakutana na huyu mzee hapa akiwa ameshika panga mkononi. Anamuuliza, unafanya nini hapa? Nini kinaendelea? Mzee anamwambia, umefanya uchafu wa kutosha katika nchi hii na lazima damu yako itumike kusafisha nchi hii. Mzee akanyanyua panga kutaka kumkata Adaku. Adaku akasema, hapana. Adaku anakurupuka usingizini. Baada ya kukurupuka usingizini, akaketi kitako kwanza, akawa na discuss ile ndoto. Mbona ni ndoto mbaya sana ya kutisha. Mara dakika zile zile anahisi kama kitu hivi kinatembea nje. Mara mlango wake unagongwa. Anainuka kwenda kuangalia, maana ameuliza mara kadhaa ni nani, hakuna anayemjibu. Anasogea mpaka katika mlango ili kwenda kuangalia anayegonga ni nani. Ajabu ni kwamba anafungua mlango, hakuna yoyote anayegonga mlango, yani ni mauzauza.
akaangalia kushoto kulia, ni kweli kabisa hakuna mtu yeyote ambaye amegonga huo mlango. Basi akasema labda huenda ni wenge la usingizi, akarudi ndani kwenda kupumzika. Lakini alipoketi hapo kitandani, tafakari zilikuwa nyingi sana, tafakuri za kutosha bila kupata jibu zidi ya ile ndoto aliyoiota. Akaona mbona kama vile sielewi, hii inaashiria nini kiupande wangu? Akaamua atoke nje kwa ajili ya kwenda kuchukua maji. Akiwa anashuka ngazi, anamuona mtu akiwa ameketi katika kiti hapo. Anagundua kuwa ni mama yake mzazi, huenda yeye ndiye aliyegonga ule mlango kwa ajili ya kumwamsha. Mama anamwambia, je, unajua baba yako alipitia nini hadi kuwa mfalme? Unajua alikumbana na nini hadi kuhifadhi taji katika familia hii? Na tunakaribia kupoteza kila kitu kwa sababu tu ya kazi rahisi kutoka Marekani. Adaku akamwambia, mama, kuua wasichana wasio na hatia sio kazi rahisi. Unapaswa mama kuungana na mimi ili tukomeshe wazimu huu. Ni kwa nini maisha ya mabinti bikra wenye mustakabali mkubwa yachukuliwe mama kwa sababu tu ya kumzika mfalme? Kwa nini mama? Mama akamwambia, hiyo ndio njia pekee ya roho ya mfalme kupata raha huko alipo. Kama ikiwa mabikra hao hawatoshushwa kaburini pamoja naye, roho yake haitotulia milele, atahangaika sana na kukasirika. Hatutokuwa na amani binti yangu, tafadhali na kuomba. Lakini Adaku hakulegeza uzi, msimamo wake ulibaki kuwa pale pale. Alikaa kimya bila kutoa jibu lolote lile. Wakiwa chumbani, Arinza na mkewe, mke wa Arinza anamwambia, Arinza, huwezi kutegemea polisi wa kusaidia kutafuta askari wa baba yako. Dada yako anaweza akawavuta pembeni na kuongea nao. Nani atajua kati yetu? Sikiliza, una siku mbili tu zimesalia utoe mwili wa baba yako Arinza, vinginevyo ufalme utaiacha familia yako Arinza. Nakwambia hivyo ili ikiwezekana utumie hata njia ngumu ambazo hazifikiriki ili uweze kupata mwili huo na uwakabidhi wazee wakauzike. Arinza alishtuka, akageuka na kumwangalia na kisha akamwambia, ulitaka nifanye nini? Nijigeuze kuwa mchawi kuitafuta maiti ya baba yangu? Ndivyo unavyotaka kipenzi? Wazee wote katika baraza wameniachia vita hii nipigane peke yangu. Kusema kweli, mpaka sasa hakuna jambo ninaloweza kulifanya zidi ya vita hii. Kewe akamwambia, jambo lipo, mteke nyara yule mwanamke. Arinza alishtuka na kusema, nini? Mkewe akamwambia, ndiyo Arinza, kumteka nyara dada yako, ukawaachia wanaume wakamkanda na kumshughulikia vizuri sana, wakampa mateso. Lazima atataja tu mwili wa baba yako wapi ulipo. Arinza akasema, hapana, huyo ni dada yangu, ni damu yangu, siwezi kumuumiza. Mwanamke akamwambia, nimekwambia anakaribia kupoteza haki yako ya mzaliwa wa kwanza wa kiume katika familia. Inabidi usimame kama mwanaume, uonyeshe kuwa wewe ni kidume. Thibitisha kuwa wewe ni kidume wa mfalme. Hilo ndio jambo sahihi la kufanya, na useme kuwa nitakaa kwenye kiti hicho cha enzi kama mfalme na utatawala kama mfalme, na mimi nitakuwa karibu yako kama mke wako malkia, ambaye tutatawala wote ufalme huu tukiwa pamoja. Arinza aliwaza, akaona mbona kama waifu wametoa bonge la wazo. Basi akachukua wasaa ule na kupigia simu watu wa kazi ili kazi ianze. Mazungumzo katika simu yalikuwa kama ifuatavyo. Alo Zanga, uko wapi? Nina shida na wewe, naomba unisikilize kwa umakini sana Zanga. Kuna kazi kwa ajili yako hapa, nitakutumia maelekezo kwenye WhatsApp, lakini hakikisha mawasiliano haya ni asiri. Hautotakiwa kupiga simu zaidi ya simu ya kwamba kazi imekamilika. Okay, na kutegemea. Akakata simu. Kwa pamoja yeye na mkewe, mpango wao ulikuwa ni huo. Leo watu wa kazi waliopewa kazi wapo kazini, nia na mazumuni ni kumteka Adaku. Gari na block njia ili wamteke. Walizani ni mwepesi, kumbe ni maji marefu. Mmoja amepigwa chuma na kunyooka pale pale, mwingine alifanikiwa kukimbia tena kwa miguu. Anamfungua sura huyu mmoja, anagundua kuwa ni watu wa Prince Arinza. Adaku akasema, ataweza vita na mimi huyu dogo? Upande wa pili, aliyetumwa anampigia simu aliyemtuma ya kwamba mambo yameharibika na mmoja tayari ameshadondoshwa. Basi hapo hapo ulipo mtazamaji wangu, kaa kwa kutulia, subiria sehemu ya 3 na kuletea muda si muda, ila usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili twende pamoja kikomando katika mtindo wa kisasa. Asante.